Tabasamu la Majizo furaha imezidi kuwa kubwa sana baada ya mke wake ambaye ni Lulu kuja kuweka mambo yote public kwamba anafurahia, anasherehekea miaka mitano ya kuwa kwenye ndoa pamoja na Majizo. Katika miaka mitano ambao wameendelea kuishi mpaka sasa hivi, Lulu anafurahia sana kuwepo kwa Majizo ama kuletewa mwanaume kama yeye. Anadai kwamba ni mwanaume wa kipekee sana ambaye ameweza kupata bahati ya kuwa naye. Lulu ameendelea kufurahia ama ameendelea kusherehekea miaka yake mitano ambayo alikuwa anaazimisha mwenyewe ama anajipa maua yeye mwenyewe kwamba anafurahia kuwepo kwenye ndoa na Majizo, na anafurahia kwa sababu kwamba kila siku endayo kwa Mungu bado anaendelea kujiona kwamba yeye ni mdogo licha ya kuwa kwamba ana miaka 30. Matunzo ambayo anayapata ni makubwa sana, na mpaka sasa hivi ambapo wapo kwenye miaka mitano ambayo wametimiza miaka mitano kwenye ndoa na wameweza kufanikiwa kuweza kupata watoto wawili, licha ya kwamba Majizo ana watoto wengine nje ya ndoa, lakini Majizo amekuwa akionyesha upendo mkubwa sana kwa huyu mwanadada. Sasa Lulu amekuja kuweka mambo haya wazi na amekuja kuweka kabisa public, hakutaka kuficha upendo wake. Furaha yake kaamua kuishare kila mtu aweze kuiona. Anadai kwamba hii hapa ni nukuu moja ambayo tunanukuu kutoka kwa Lulu akifurahia. Anadai kwamba anaomba aweze kumpumzisha kwa sasa hivi aweze kupumzika, lakini pia kitu ambacho anafurahia ni kuona kwamba kila siku endayo kwa Mungu ni kama anajiona umri wake hauendi wala hausogei kutokana na muonekano alionao. Kwa sasa hivi ana miaka zaidi ya 30 Lulu, lakini pia ana watoto wawili. Muonekano wake ukimwangalia unaweza kadhani kwamba ni mwanadada mwenye umri wa miaka 25, miaka 26. Huwezi kumzania kama ni mwanadada ambaye ana umri wa miaka 30. Tangia Majizo amekuwa naye kwa sasa hivi ni furaha kubwa ambayo anadai anaipata, lakini Majizo licha ya kuwa kwamba ana watoto nje ya ndoa, lakini amekuwa akimheshimu sana mke wake. Hajawahi kumuonyesha dharau yoyote wala hatujawahi kupata skendo yoyote mbaya ambayo wamekuja kuiweka public na mambo mengine yakaongelewa. Huenda kama wanagombana au kama kuna kitu chochote ambacho wanakutana nacho, basi wanakimaliza kimya kimya, lakini kuna kitu cha kujifunza hapa kutoka kwa Majizo na watu kadhaa waweze kujifunza kutokana na mahusiano jinsi ambavyo anaendelea kuyaendesha. Ikumbuke kwamba huyu mwanadada pia ni mwanamitindo, lakini pia ni mwigizaji maarufu sana kutokea hapa nchini Tanzania, kwa maana tangia kipindi hicho ameingia kwenye game la Bongo Movie alikuwa na uwezo wa kujikimu kimaisha. Kuna maisha ambayo alikuwa angeweza kuyaishi kama star, lakini pia nafasi ambayo alikuwa nayo ni kubwa sana, lakini Majizo amekuja kuunga